Wakili ni mtu ambaye anamwakilisha mwingine, kwamba yeye hayupo, huyu wakili huyu ndiye anasimama badala yake. Kwa wale ambao mawakili wale wa huko mahakamani, tuchukulie tu mfano hapo, kwamba wewe una kesi na sasa kesi yenyewe kisheria au mwenyewe ukitaka huwezi kusimama mahakamani. Kwa hiyo unatafuta wakili ambaye atasimama mahakamani akikutetea, akivaa kiatu chako kwamba wewe ndio yeye. Na kwa kawaida wakili unamwambia ukweli wote wa kesi yako, wote wa kila kitu. Kama umeua unamwambia nimeua. Yeye kule atakwenda kusema hajaua, na utatafuta namna ya kukutoa kwenye tatizo. Sasa tuache huko, turudi kanisani. Wakili, sisi wote ni mawakili wa Mungu. Sisi wote tunamwakilisha Mungu, kwamba katika dunia hii ambayo ameweka vitu vyake, maana sisi tulizaliwa watupu, tutarudi watupu. Hatukuja na kitu, tutaondoka bila kitu. Kwa hiyo basi, tulipozaliwa tukaja duniani, wazazi wetu wakatulea, tumekuta tayari tumeandaliwa vitu, na hivi ni vya Mungu. Ardhi hii ni mali ya Mungu, na chochote katika dunia hii kimechipuka kutoka ardhini. Sisi wenyewe tumechipuka kutoka ardhini. Ukiona mabati kama hayo kwenye kanisa hilo, ni madini yaliyotoka ardhini. Ukiona hizo viti watu wamekalia, ni miti au madini fulani yalitoka ardhini. Kwa hiyo dunia hii ndiyo imezaa kila kitu. Kila kitu. Ukiona magari yanapita huko barabarani, yanakimbia na mabodaboda na vifaa kama hivi, ni madini yaliyotoka ardhini yakaja juu. Sasa kwa kuwa Mungu alisema mtakuwa na maarifa, na siku za mwisho maarifa yataongezeka, ndio sasa mtu anachanganya madini haya na haya, kinatoka kitu fulani. Sasa sisi, kwa kuwa dunia si yetu, na anasema vyote vinavyojaza dunia, fedha na dhahabu, ni mali yangu, kwa maana ya Mungu, sisi ni mawakili. Sisi ni wawakilishi tu. Baada ya wakili wetu, tulipozaliwa tukakuwa, baada ya wakili wetu tunaacha mali za Mungu huko duniani. Wengine wanaendelea kuzitumia. Halafu tunarudi mavumbini, tunamngoja Yesu Kristo. Sasa wakili umegawanyika katika maeneo makubwa manne, ila kuanzia kesho tutasimama na sehemu moja. Wakili wa kwanza ni wakili wa mwili, kwamba huu mwili si wetu, huu mwili tumepewa, na huu mwili ni wa Mungu, na yeye alituelekeza namna tunavyopaswa kutumia mwili. Kwa hiyo ni katika kula, ni katika kunywa, ni katika kuvaa. Sisi kama mawakili wa Mungu tunapaswa kufanya kama yeye mwenyewe atakavyo. Hatuna maamuzi juu ya miili yetu. Ndio maana mwenyewe akitaka mwili wake anachukua, anaurudisha mavumbini alikotoa. Kwa hiyo sisi tunamwakilisha Mungu. Sasa katika uwakili huu wa mwili tunapaswa kujifunza tabia ya Mungu. Tunapaswa kujifunza namna tunavyotakiwa kula. Ndio maana akasema hiki kula, hiki usile. Kuleni hivi na hiki na hiki, hivi vingine msile. Na hili agizo ni kwa kila mwanadamu aliyeko chini ya dunia.
aliko dunia. Kwa hiyo wale ambao wanafanya ubunifu wao wanafanya kinyume na vile Mungu ametaka. Kwa kipindi hiki cha maendeleo, wakati dunia inaenda kwa kasi, ni lazima sisi Waadventista wa Sabato tuliopewa nuru hii tujue kinachofaa kula na kisichofaa kula. Maana anasema mwili wako ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Aliposema usile kambale, usile. Maana Mungu amesema. Aliposema usile nguruwe, usile. Maana Mungu alisema. Anaposema usile kibudu, usile. Maana Mungu amesema. Sasa wewe ni nani unayempinga Mungu? Wewe ni nani ambaye unapinga sauti ya Mungu? Na kwa sababu ya kula vitu visivyofaa, masoda ya ajabu, manini haya, majuisi ambayo yametengenezwa yakachanganywa na vitu vya ajabu, hasa kipindi cha mwisho hiki, ni cha hatari sana. Hivi mnajua kuna mayai yanatengenezwa China kiwandani? Mayai yanatengenezwa kiwandani. Kalere. Siku moja nikaonyeshwa kiwanda cha kuzalisha watoto. Yaani watoto wanazaliwa kama vifaranga. Watoto raba tuwe, watu. Huwezi ukagundua kwamba hii dunia imefikia mahali pabaya. Siku moja kule Upareni huko Shengena, moto ukawaka huko msituni. Na ulipowaka, wananchi wakaambiwa waende wakazime. Tukaenda. Watu wakazunguka moto. Baadaye kidogo, kumbe kundi fulani huko wamekutana na chatu munene kuliko hii mti hapa. Wakamuua. Wakamkatakata vipande. Alafu sasa wale wakamchukua kwenye kiroba. Wakaenda kwenye baa. Wanatengeneza supu. Wakatengeneza supu. Watu wakaanza kupewa wale, nipimie bwana, lo nzuri nzuri kweli. Nipimie bwana, nzuri chatu. Hawajui. Baadaye naulizana, "Alo, nyama gani hii, mbona ni tamu hivi?" Wameshamaliza, ndio anachukua ngozi ya chatu juu ya bati, ananiambia, "Mlichokula leo ni hiki." Wameelewa? Wanatia vidole mdomoni, havitapiki. Ni lazima twende na akili na hii dunia sasa. Kwa hiyo hata ushauri wa Mama White wa namna ya kula nyama, ni vizuri kuwa makini na hilo, kwa sababu ni la hatari sana kwenye afya zetu katika kipindi hiki cha mwisho. Lakini mavazi yetu siku hizi, wanaume wanavaa suruali mpaka ya kufunga zipu hapa chini hapa. Ni hata sijui wanavuaje hao vijana. Sijui wanakuwa wawili. Maana limebana ajabu. Eti ni wakili wa Mungu huyo. Amevaa kasuruali kama bana mpaka kule chini. Akawekewa zipu hapa. Wa mama ndio usiseme. Hapo Tanga hapo. Wanavazi linaitwa dela. Yaani limefika mpaka huko chini ya reli. Anatembea linavuta mavumbi. Mavumbi yanapanda yanaingia mpaka Dodoma. Alafu mara fungus, mara hiki. Yaani sijui hata wanawake. Unajua? Liko pale chini. Huko amebeba simu kubwa na ndogo. Huko amebeba mtoto. Huko ana mimba. Alafu sasa anatembea, amelishika hapa hivi, lile nela hapa hivi. Anatembea. Yaani gauni lako mwenyewe, nguo yako mwenyewe ikupe tabu. Ukiwaambia jamani, sasa hivi ni kitu gani hiki mnafanya? Ili
Asema, mchungaji wewe hujui, mwanamke dela bwana. Mavazi yetu nchi 4 kutoka ardhini. Mwasikia? Nchi 4 kutoka ardhini, magauni. Na yaachie mwili upate hewa. Ukitembea unatembea uko huru, lakini gauni linakupa tabu. Shetani anaangalia, anacheka, asema hapa hamna kitu hapo. Lazima tu umakini katika hili. Lakini basi wakili mwingine hapo kwenye mavazi hapo pastor. Unajua watu ni mapokeo. Kupokea tu. Yaani wanakuwa kama ndege. Yale makinda ya ndege tu hapo juu hapo yametengenezewa kiota, alafu makinda yako pale. Wale watoto wa ndege wale. Sasa mama yao si baba yao wanaenda kutafuta chakula huko. Hicho alichopata hata lile kinda halijajua ni nini. Likisikia tu anakuja huko na panua mdomo. Kwa hiyo ni mdudu fulani, tumbukiza na meza. Ni mavi, anatumbukiza ana meza. Sijui ni nini, anatumbukiza yeye ni kuachia tu mdomo hivi. Wako watu wamekuwa sawa na makinda ya ndege. Hawajui kitu gani wanalishwa. Pastor, mapokeo kile kitu ulikuwa unaongea hapa cha mtu anaimba tu tayari mwingine naye anatoka huko, wanaenda wanaongezeka, wanakuwa wengi. Haya, hivi ni nini hiki? Hata mimi sijui, naimba tu, nakimbia tu. Ukanikumbusha kisa fulani pastor. Kilisemwa na mchungaji mmoja siku za nyuma kwamba kuna watu wameua mtu, watu wawili waliua mtu. Walipoua yule mtu hapo, wakamweka hapo ndani, hapo kwenye nyumba yao. Baada ya siku 3 akaanza kutoa harufu, anaoza. Na sasa akili ikaja kwamba tutafanyaje? Wakaenda wakanunua jeneza, wakalileta. Asubuhi moja hiyo sasa wakamweka kwenye jeneza, wanaenda makaburini kuzika. Lakini wanapotoka wawili, wakifika hapo mbele wamekuwa 4, wanaenda mbele wamekuwa 6, wanaendelea wamekuwa 20. Walipoona waanzilishi wale waanzilishi wa jeneza, walipoona watu wamekuwa wengi, wamefika 70, 80, walioanzisha jeneza wakachomoka. Ana kila anayebeba kidogo anachomoka. Na wao wakatoka wakaenda zao. Jeneza linaendelea huko mbele. Wanafika makaburini, wanaulizana, haya, anazikwa wapi huyu? Mwenye marehemu yuko wapi? Hakuna. Amri inatoka pale kwamba mtu asitoke hapa. Walioanzisha jeneza hao washaenda kwenye daladala, wameenda zao. Jeneza limebaki na wale waliopokea hapo njiani. Hakuna kutoka hapa. Polisi anaitwa, njoo, wanakuja. Tumeleta jeneza ambalo hatujui linatoka wapi. Hamjui, mtajua leo. Yaani jeneza mbebe, mlete hapa, msijue. Hebu bomoa. Likibomolewa, mtu ameuawa kwa vifaa wenyewe wanasema vya nchi kali. Daktari njoo. Daktari anakuja, anapima, anasema huyu aliuawa. Sasa amri ni moja. Hawa wote mlioko hapa ndani ya kalandinga, ndani ya gari, mtaeleza huyu marehemu anatoka wapi. Hatari ya mapokeo. Wewe unafanya kitu, unasuka nywele, unavaa madela, nini? Baadaye huyo mtu kama jana tulivyosema, anakutana na Yesu, alafu sasa ameachana na hayo, wewe umeng'ang'ana tu na jeneza la mapokeo. Polisi askari walipomaliza wakasema haya, ingia. Wakajaza lori la kwanza, la pili huko.
faida ya kupokea vitu visivyo na lazima. Ukisikia mume wako au mtoto wako au rafiki yako yuko polisi Korogwe pale anaisaidia polisi, usije ukasema polisi wameshindwa kazi, sasa mtoto wangu ndiye anayewasaidia. Haiko hivyo. Huyo ananyea debe, anaisaidia polisi. Na katika kesi ya mauaji mpaka wachuje mmoja mmoja watu labda 80-100 waishe, miezi 6 itaisha. Mapokeo. Muulize Mungu, natakiwa nivae vipi? Atakwambia. Na Biblia imetueleza. Mavazi ya mwanamke asivae mwanamume, mavazi ya mwanaume asivae mwanamke. Utasema mbona kwenye TV tuliona wanavaa suruali sketi na nini? Hizo mtamaduni zao, acha wavae. Kila watu watahukumiwa kulingana na walivyopokea, uasili wao ulivyo. Wakili mwingine ni wakili wa talanta. Wakili wa talanta, vipawa, uwezo, kile ambacho Mungu amekujalia. Talanta yako ni nini? Kuna wenye talanta za kuimba, kuna talanta za kuhubiri, kuna talanta za kufundisha. Maana tunaongelea sasa kanisani. Huko nje ziko hizo, maana hizo talanta ndio hizo zote huko, kujenga, kufanya nini, lakini tunaongelea hapa kanisani sasa. Namna ambavyo unamtumikia Mungu kwa uwezo wako. Unatumiaje talanta zako ulizopewa? Najua kuna maswali yatakuja. Utajuaje talanta zangu? Na nini? Na je, kama ninayo ninaweza kuomba kuitumikia? Ndio. Yakijitokeza hayo, wachungaji wako hapo wana majibu. Kama unayo talanta ya kuimba, imba. Na usiimbe kwa maringo. Maana wako ambao wanaringa. Safari kama hii, wakati fulani tukiwa vijana tukaitwa mahali fulani, kuna yule bingwa wa gitaa, sijui na kinanda na nini, yaani basi limekuja, anasema mimi sitakwenda. Kwa nini? Nimekosa nauli. Sasa gari liko pale, halafu huyu ambaye ndiye master key, huyu tusipoenda naye hamna kitu. Mtafanya nini? Si hata kama ni shamba mtaenda kulima na basi liko hapo linanguruma ili aende, sawa, ataenda, lakini Mungu anamsubiri tu parapanda ikija. Kama hakutubu au hata tubu, itakula kwake. Tumia talanta uliyo nayo kama ambavyo Mungu amekupatia. Kisa kingine kinasema hivi, wakati fulani mchungaji mmoja alienda hospitali kupima afya yake. Alipoenda kupima afya yake kule hospitali, akaenda na mke wake. Alipoenda na mke wake, akaanza ni kama uchokozi. Mchungaji akamwambia, daktari, umesifiwa sana kutibu watu, na hata mimi nakusifu, maana uko vizuri katika swala la tiba. Talanta yako unaitumia vizuri. Sasa nikupe onyo. Mchungaji anatoa onyo, anamwambia, sikiliza, kwa kuwa una hiyo talanta, wewe sasa utibu watu kwa bidii zako zote, kwa uwezo wako wote, kwa sababu mbinguni hakuna kuugua. Hakuna daktari kule. Lakini daktari naye hakukosa jibu. Akamwambia, sasa mchungaji, sikiliza, na wewe unahubiri vizuri sana,
tafadhali hubiri kwa uwezo wako wote, uongoe watu, maana mbinguni Yesu anahubiri mwenyewe. Mama mchungaji yeye alikuwa mwanakwaya, akaambia ni mimi peke yangu nitakuwa na kazi mbinguni. Akaambiwa hamna kazi kule, zote zimegawanywa. Asema hapana, mbinguni kuna kuimba. Semeni amina. Kuna kuimba. Kwa hiyo nitaimba. Ninyi wanakwaya na waombea sana na watu wote tuimbe, ili baadaye tukaimbe kule mbinguni. Tutumie talanta zetu hizo katika hali ya uzuri. Lakini pia ikiwa wewe umebarikiwa kuhubiri, hubiri. Ikiwa wewe una talanta ya ujenzi kama hivi, acha kuchaji watu kwamba nilitapaua hili kwa 700. Waambie nipeni tu sabuni, mimi nitapiga mabati yote hayo na nini, maana ni kipawa chako na talanta yako kuitumia katika kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Ujenzi kama huu, wakibweta kama hiki, ni talanta. Mtu anajua, anaelewa, aliona, na tunapoona ndipo tunapojua kwamba kumbe hiki na mimi nikifanya hivi ninaweza. Haleluya. Sehemu ya 3 nimesema hizi wakili imegawanyika katika maeneo 4. Ni muda. Na moja ya jambo ambalo sisi litatusumbua sana ni muda. Na hata sasa kwa kutojali muda, hata hatujui Yesu anakuja lini. Hatujui muda. Baraza la kanisa saa 8. Umesikia na simu zinapigwa. Saa 8 hakuna mtu. Saa 8 na dakika 10 ndio unaona mmoja anakuja kule. Anaingia. Mwingine anapiga simu. Mama fulani, watu wamekuja huko. Kikao kimeanza. Hakijaanza. Kwa nini? Hakuna watu. Haya, na mimi nakuja mara moja. Kikao kitaanzaje na wewe hupo? Na saa 8 uliotakiwa ufike pale haujafika. Muda, kwa kupuuzia muda tumepata hasara kubwa. Mmoja akatoa kisa akasema mama mmoja akapata nafasi kwenda Ulaya. Na sasa akaambiwa muda wa kufika uwanja wa ndege. Akawa yeye kazi yake anaenda kuaga kila nyumba. Muda kule unaenda. Konani Ulaya. Ulaya hivi unaenda kufanya nini? Nimeitwa semina. Hivi ni Uingereza au ni Marekani hata sijui, lakini Ulaya anaenda kupanda ndege. Anatoka nyumba hii anaenda ile. Anatoka anaenda ile. Anafika huko uwanja wa ndege kule wanatumia kompyuta. Saa ikifika milango inajiseti, ndege imefungwa. Anakuja hiyo hapo ni Ulaya. Hakuna cha Ulaya kwa mtu mzembe wa muda. Akacho muda. Tukisema saa 2 maombi, muda watu waje maombi. Tukijua wakati, tutajua hata wakati wa mambo mengi. Mtu anashindwa kuelewa muhula huu unakuaje. Mimi ninachosema ni muda, majira na nyakati. Na hivi tukitoka huko kwenye muda, kwenye talanta, kwenye akili, Mungu akitujalia kesho tutazama kwenye uwakili huu wa mali. Wakili wa mali. Na huo ndio unaacha kanisa likue. Huo uwakili wa mali ndio unaacha kanisa hili limejengwa. Ndio kanisa hili sasa hivi linakuwa. Ndio uwakili huo wa mali kwa maana ya sadaka ndio unafanya sasa tunakuwa na makambi hapa. Na kama Yesu atachelewa miaka hata 5 kwenda mbele, usije ukashangaa
kuna kambi pale Kerenge. Usije ukashangaa kuna kambi Mashewa. Kwa sababu kanisa la Mungu ni hai, nalo linakuwa. Na kama linakuwa ni lazima likue. Yaani lazima tuchochee kukua kwake. Tunachocheaje? Kwa sadaka zetu, kwa mali zetu tulizo nazo. Mtu mmoja nikamwambia tuko kwenye kambi Magoma. Akaniambia, Magoma? Nikamwambia hiyo binti ni ndugu yangu. Ni pale tulipoenda kusali na baba siku moja. Niambia pale panaweza kuwa na kambi. Niambia kazi yako. Haleluya. Najua ninyi watu wa hapa Magoma, mchungaji, hawa watu wakafanya kampeni moja nzuri, wakaita zile kwaya za kule Upareni. Sasa hivi wako kwa Tindi hapo, Lutindi. Lutindi ndio kwetu. Lutindi. Wanashambulia hapo. Wakikupasha huda utajua kwa kweli kazi inaenda. Lakini basi si vibaya kusema waje Pastor Mhiri na Njoro, nyinyi mtasimama Mashewa. Alafu kwa gharama zenu. Wengine kwa Tonge, wengine Kulasi, wengine sijui Kibaoni, wengine hapo, wengine hapo Songea hapo, wengine sijui Matalawanga, sijui nini hapo, wengine Kerenge hapo. Wiki 2 kama hamjapanga makanisa ambayo hamkutarajia. Na hiki ni kipindi ambacho sasa hivi watu wanatega sikio kwamba tutapata wapi neno la kweli, maana yamezidi. Sisi tumepewa kuwahubiri watu waache dhambi, Yesu aje, twende mbinguni. Hicho tulichopewa. Tunakuuliza nini, mbona hamna tamko? Tamko hakuna tamko. Tamko la nini? Haya mambo yaliyotokea tarehe 29 hamkuona, tumeona. Kwa hiyo sasa ni kuiombea serikali itende mema, wamche Mungu. Hivyo inatosha.